Thank you, the members of the press. Asanteni sana for giving me this opportunity. My name is Brenda Kangai, msichana wa Mlima Kenya, na msichana ambaye anapenda ukweli. And I will be vying for the Nairobi Woman Representative seat comes to 2027. Yes, Brenda Kangai nitakuwa kwa debe. But because the media mmeniita mkani-invite mkaniambia niongelee mambo ya EU, let me just say this. Today I am a sad person. Nimekasirika. Na nimekasirika kwa sababu I told my people in ODM party that Ruto is going to con us another time. Hawakuniamini. They told me hakuna kitu najua, bado mimi ni mdogo. Mimi kitu ambayo imenikasirisha ni that Ruto is conning Raila, is conning Gachagua, is conning Kenyans, is conning mama mboga, mtu wa mkokoteni, hakuna mtu anahurumia. Jameni wa Kenya wenzangu, acha niwaulize hivi. Raila Amolo Odinga alikuwa anasimama kiti ya AU akiwa chairperson. Raila Amolo Odinga is overqualified. Is a person with integrity, is a person with all qualification needed for that seat. Lakini mtu ambaye ni chief campaigner wake, ambaye ni William Samoei Ruto, ni nini ambaye anafanyia wa Kenya, ambaye inaonyesha president wa nchi zingine wachague Raila Odinga? Raila ana campaign vizuri, amevaa vizuri, ameenda anaongelesha president wa nchi zingine. Naye William Ruto Kenya ana abduct vijana, ananyima vijana kazi, anauza airport. Are other president going to trust us with the seat when we are selling our own airport? When Kenyans are loitering in street, complaining about bad governance? Jameni, William Samoei Ruto, why would you do that to my party leader and my party boss, His Excellency Jacob Baba Tinga? Unamfanyia nini? Why are you conning Baba again? Mkatuibia kura tukanyamaza. Tukaenda maandamano 2023, tukawaambia mpunguze finance bill, mkakataa. Mkaua vijana wetu. 2024 the same thing. Now you conned Baba. And now you want us Kenyans to trust you 2027? No. Please, if you are there, na wewe ni Mkenya na unangoja kuchagua William Samoei Ruto, you are lost. Because this person, he has overconned Kenyans. Let's start. When he was doing campaigns with Uhuru Kenyatta, alimdanganya 2013 akakuwa mtu mzuri. In 2017 akamgeuka. He became very bad. Started abusing Uhuru Kenyatta, and people thought that huyu ni asla, ni maslahi wa Kenya anatetea. Little did they know, jamaa anataka kujiingiza kwa power in the narrative of the asla. In 2022, after he won the election, alikuwa amemwambia in 100 days everything will be have changed. Ndio huyo amekuja ameondoa Linda Mama, ndio huyo amekuja ameondoa kazi kwa vijana, kazi mtaani, amekuja ameondoa all the good things zenye zilikuwa installed. Akakuja akaondoa na hataki hata kuzipatia any other replacement. So me, what I can tell you, this man is a con. And Kenyans, if you're not careful, in 2027 you will vote for Ruto, he will con you again. Mtateseka hadi 2032. So for the better, for us to get a better country, you must do away with William Ruto. Lazima umtoe kwa akili yako. You must not vote him or his allies. Hakuna mfuasi wa William Ruto ambaye unapaswa mrudishe kwa kiti 2027. And let me tell you, William Ruto, I told you and I told you again and again. Ni vizuri ucheze na Raila Odinga lakini usicheze na wafuasi wake. Because today mimi as Raila's #1 fan and as a supporter and as a member of ODM, mimi nimekasirika. Hizo mchezo ambazo unafanyisha Raila PE unampeleka AU, wewe mwenyewe hukumchagua. Ebu William Ruto, get out and tell Kenyans, prove to Kenyans that you voted for Raila Amolo Odinga. You never voted for him. Ulikuwa unamzungusha PE hivi. Nimekuona ukiongea na msee wa Djibouti kwa masikio. Mlikuwa mnaongea nini? If it was not telling him that mimi nimekuchagua na sijachagua mzee. This is what he was telling the jamaa wa Djibouti, mimi ndo huyu nimechagua wewe. Wacha huyu mzee nimweke hapa. And you think now you can pray with Raila supporters, my friend. My friend. Sasa ndio tumeanza. You can pray with Raila Odinga but you will not pray with Raila Odinga's supporters. Sisi hautacheza na feelings zetu. You have done bad, and the reason why you are doing this because Gen Zs and the youths, we wanted to get you out of power in 2024. And you said the only avenue is that you can blackmail Raila sycophants
so that they can bring Raila close to you and call it the blood-based sijui nonsense government. And we told Baba we don't want anything about that blood-based government. Sisi tukajitoa, tukanyamaza, tukasema nyinyi wacha muendelee na kazi yenu na msijaribu kukon Baba mambo ya yu. Ndio hiyo mmemkono. So we are getting out, and let me just tell you, William Ruto, our route is to Wamunyoro. Tunaelekea Wamunyoro. Kwa zile time Baba alituacha, sisi tuliachwa na Kalonzo Musyoka. Na Kalonzo is a diplomatic man. He knows how to handle people. Tumekuwa na yeye, tumeona kienda Wamunyoro, tumeona wamekisalimiana, tumeona wakiongeongea. So hata Baba saizi Baba ukijipanga panga, wewe tupate hapo kwa timu ya Kalonzo na ya Wamunyoro, tukiendelea kusukuma agenda za wananchi, kwa sababu mambo ya William Ruto na kwa William Ruto atuoni matumaini. Huko ni giza peke yake. Na kitu kingine nataka kuaddress Kenyans. Nataka niwaulize hivi. William Ruto keeps promising people nimetenga. Kutoka atengi ni nini ametimiza? Juzi nimemuona huko Garissa ana rap manjia, barabara itapitia hapa Mogadishu, itaenda Gare, itaenda ni jamaa na rap. Sasa ameshakram manjia za Kenya, akienda pale ni kama mwanamuziki, ashakuwa mwanamuziki, ana kurap. Jamani, huyu ndo president mnataka kuwe president 2027? This is a person who is going to mess this country. It was a long con game for Raila Amolo Odinga. I am saddened. Yani mimi nimekasirika yangu yote. Nimesikia tu uchungu kuona Ruto anachukua Baba, when Baba had a moment of becoming the president of Kenya in 2024. Every Kenyan was hoping that Raila would have taken power in 2024 na nyoroshe inchi na irekebishe, alete maendeleo, atengeneze inchi ikuwe sambamba. Na William Ruto amechukua Baba, amemchanganya, amempeleka EU. Ndio huyu hata atachagua Raila. It is so bad. Now the members of the press, allow me to address the ODM psychophants. Kuna watu wamekuwa nyuma ya Raila Amolo Odinga. Mtu akikuja pale anakaa ni kama anakuja kudanganya Baba. Mnasema nyinyi ndio mnapiga makofi. You people, when Raila Odinga is struggling and is suffering, you are not with him. You only reappear when there is something. Now you reappeared because there was Gen Z's uprising and they wanted to kick William Ruto out of power, and William Ruto had to take support from Raila Odinga for him to maintain his government. Now I know because that is not a popular move by the people. You are going now to shift, nenda kutoroka Raila. When Raila becomes strong again, you appear. You are bad friends. You are the people in our party that you don't want to see any other youth. When we come with fresh ideas, new ideas, we are kicked out of the party. Mnatutumia goons right, left and center. You don't want to hear any youth who comes and tells Baba the right thing. Hapana. When we told Baba that Baba, wewe nyamaza, wacha vijana waende kufinya Ruto, mtoe kwa uongozi, nyinyi ndio mtu watu wa kwanza kusema hapana, Baba handshake na Ruto, because of your stomach and because of your interest. Nyinyi mnakuanga tu pale kutumia Raila kugeni. You want mzee to suffer and suffer for this country. What is your interest? Because Baba has done the very best for this country, but the people surrounding him, I think 50% hawamtaki. 50% in Raila's group hawamtaki. 50% ndo wanamtakia. And the 50% ndio the loudest. Ndio wanaambia watu wa UDA tupelekeni Addis Ababa. Let me ask you, was it necessary you going for a diplomatic mission, making noise in Addis Ababa, chanting, making noise all over in the street of Addis Ababa? Ilikuwa necessary kubeba watu wamevaa sandals na vest Addis Ababa? Surely was it necessary? It was a diplomatic mission that needed diplomatic people who are going to represent Kenya diplomatically. Watu ambao walikuwa naenda pale kuturepresent kwa njia ya heshima. Watu ambao wamevaa suti, wanajua kuongea Kizungu, wanajua kuongea kwa unyenyekevu, wanajua kupembeleza. You cannot go there and start loitering na mna loiter in front of
50 something presidents of this country, of this continent, Africa. Mnaenda mnaroita, and what do you think those presidents thought? Hawa watu wamekuja kuleta kelele and they want the position. No, you failed Raila. Raila was overqualified for the position, and the reason why Raila has not gotten that position, because it was a long con game for William Ruto. He was conning Baba, and number 2, the people who took Raila there, they never represented the country fully the way it was supposed to be. Na mimi wacha niongee nitoke, mkasirike. Wenye mlienda pale Addis Ababa, you misbehaved. You extremely misbehaved. Look at Baba the way he was dressed. Raila alikuwa amevaa suti mzuri, alikuwa anakaa president wa Kenya. He took that the presidential, his face was presidential. Alikuwa anakaa president wa Kenya, lakini watu wamemfuata nyuma yake. Noise makers, you are loitering right, center, left. You are taking somebody who is very decent, who is very classy for that seat, a person who is overqualified. Alafu nyinyi mnamfuata pale mmevaa sandals na mnataka Raila apate kiti. Jameni, tukuangeni serious wa Kenya saa zingine. Let us be serious, let us be focused. And for Baba, I want to tell you congratulations. Ulijaribu sana. Kwa sababu ulikoniwa, ukaitikia kukoniwa, utakaitikia kuchezewa akili. But I know Baba ni roho yako nzuri. You trust people a lot. Raila, you should stop over trusting people now. You should now fika mahali pa usitrust mtu ambaye atakuwa na wewe ukilia. Because these people, they come with hidden agendas, they manipulators. I'm so saddened. Mimi hata sijui nitafanya nini. Juu mimi nilijua ni long con game, lakini vile ilikuwa ishaekwa, tulikuwa sasa tushaonyeshwa na William Ruto Raila is going to get this seat. Ndio sisi hawa tukashona suti. Mimi nitapeleka suti yangu wapi? You made me make suits. Where am I going to take them? Nilikuwa na suti ya kuvaa hiyo time nikienda kuapisha Baba, na ya kuvaa nikirudi. Sasa jameni, where am I going to take my suit? Next time please, msituchezee akili. Msituchezee akili. Msituchezee akili. And the last question, and I want the members of the press mnisaidie na akili. Nauliza hivi, if William Ruto has conned Raila in 2007 election, akamtoka Raila, akamsamea, akamkoni hii time tena, akakon Uhuru Kenyatta, akarudi akakon Gachagua ambaye alisimama akaconvince mama mboga, mtu wa bodaboda, mchagueni huyu jamaa anaitwa William Ruto anaenda kuokoa nchi. Akakona, na kuna mtu bado ana expect William Ruto 2027 anafanya chochote? Is there any super person expecting William Ruto to do anything? Kuna mtu mahali ambaye ana expect William Ruto afanye kitu? Jameni wa Kenya, tukweni serious. In 2027 we need a very strong presidential candidate, na akuwe ni mmoja ambaye tuteka all our efforts there aende kushindana na William Ruto. Na watu wasikuwe na tamaa kusema mimi nasimama president, mimi nasimama president, mimi nasimama. No, let us have one presidential candidate who is going to be very strong and who is going to ensure that he has the ability to push and kick Ruto out of power and rebuild our country, because our country is going on the wrong direction. And the members of the press, asanteni sana, mmekuwa mkionyesha Wakenya vitu vile zinaendelea, vile abductions zinaendelea, vile mama mboga ananyanyaswa. Muendelee na hiyo mwendo, muendelee. Mkiona hata kijana akifinyiliwa pale na Subaru akichukuliwa, chukua post, because we want to ashame these governments ambao walisimama kwa pulpit wakadanganya wa Kenya. And lastly, I am so happy at a time I sit down and I consider myself an happy Kenyan, because I told Kenyans in 2022 don't vote for Ruto. They voted him akawanyanyasa. Nikawaambia 2023 tuendeni maandamano before things are too late. Mukakataa. Sisi tukaenda, wenye tulienda tukangangana, vijana wakauliwa, wakaumizwa, wengine bado wanaishi na injuries. Tukangangana, finance bill ishukishwe, mkakataa. Wengine wakasema tutaharibu biashara zao. Saa hizi wao wenyewe wanajionea kwa macho yao that sisi tulikuwa tunasimama na haki na ukweli na ongwana, na si makosa yetu. Raila Odinga katika chama ya ODM alitufunza kusimama kwa haki, ukweli na ongwana. Sasa hizi vitu zingine ambazo zinaletwa na psychophants wanatuambia tuende kwa Ruto, sisi hatujui. Na Baba nisamee. Baba, kama nitakuwa nimeongea kitu mbaya kwa hii footage na watu wa media,
Nisamee baba, wewe ndio ulitufunza kuongea ukweli. Wewe ndio umenifunza baba kukuwa msichana muungwana. Umeniambia Brenda kuwa mtu ambaye anasema ukweli na haki. Wakenya wakinyanyaswa, simama sema hapa ni pabaya. Wewe tu Raila Odinga, wewe ndio umenifunza hivyo. Baba, mimi nikikwambia unakoniwa AU, nilikuwa naongea ukweli yenye ulinifunza. Saizi wewe mwenyewe umeona William Ruto amekukon in broad daylight na hakukuchagua. Na mimi I want to challenge William Ruto. Kenyans, let William Ruto give us a proof that he voted for Raila Odinga. Because I've heard of a whistleblower in Ethiopia who told us that Raila Odinga was not even voted by William Ruto. I've seen it all over the internet and I believe it. Because he has conned so many people. He conned Gachagua after Gachagua did all the good thing to him, akamnyorosha, akamuosha. Sasa mimi hata nimeanza kuamini ya kwamba Gachagua hakuwa na shida yoyote. Na hebu niwaulize jameni wa Kenya, huyu mtu anatuambia Gachagua ni mbaya. If Gachagua conned and if Gachagua stole money, nimeona Waititu wakipelekwa mbio mbio. Si Gachagua angekuwa shapelekwa mbio. So it means Gachagua hakuwa na shida yoyote. The problem with Ruto and Gachagua was telling Ruto the truth. The truth that Ruto didn't want to hear. And I'm one of those people who forced Gachagua in my videos to tell Gachagua, wewe simama na jamii yako. Biashara za watu wako zisiumizwe, zisigongwe, na wewe mwenyewe usinini, na wewe mwenyewe umenyamaza. No. I had to tell Gachagua, stand up and talk for the right of Kenyans. Watu mudhuru wanaumizwa, wanatolewa. Hiyo mudhuru haisimamiwa Kikuyu pekee. Pale kuna Mkisii, kuna Mjaluo, kuna Mluya. They are business people in Nairobi. So hiyo ndio maana Gachagua katolewa kwa sababu ni mtu alisimama akaongea ukweli na haki. Na president wake alikuwa shamkon, akamwambia mimi ni mtu wa haki na ukweli na ni mtu muongo. And Gachagua fall in the trap. Wewe mwenyewe ulisikia Gachagua akiambia Waluya, msifurahie, mkiambua musangarire, mnasema sisi tuliambua mwadhani agoshwo rege. Only me and few people who never believed in William Ruto tukafuata Raila Amolo Odinga. Because even in Uhuru's time I never voted for Uhuru. I've been a member of ODM for a very long time. It is good to stand with the truth, to know the truth and to talk to the truth where it is necessary. Let us stop the politics of being sycophants, worshipping politicians. If your political party leader is on the wrong side, mwambie uko kwa ngori. Usimuogope, because when the political parties fall, sisi vijana ndio tutaumia. Si mnajua chama ya ODM ina benefit, vijana ndio wana benefit wengi. So nyinyi wenyewe mkikataa kuambia baba ukweli huku kwa Ruto ni kubaya na Ruto ana mkono, ni akina nani wataumia? Vijana. Kuna wazee pale wameweka baba box. Mzee akikuwa na kitu inakaa wanaapia nyinyi tabia mbaya muache. And even when the people are going, the youth that are going to Gashagua's side, tell Gachagua the real thing. Mwambie baba wa mlima, maneno si mzuri, hapa si kuzuri. Ajuange hapa vijana wamekataa na watu wamekataa. If you're in Kalonzo's wing and Kalonzo is in the long side, ita Kalonzo mwambie, man Stevo, mtu wangu, vitu si nzuri. Hapa vijana wanasema hivi na hivi na hivi. And even in the Eugene team and in Martha Karua, do the same thing. Don't lie to our leaders. Don't become a psychopath. Yes, that's all the media. Tell Kenyans it was a long con game. William Ruto conned us miserably and terribly.